Tumetekwa. Chakula kikiiva hata kama nje inamuuma vipi, saa 6 anamsubiri arudi bwana mkubwa, wale chakula pamoja. Akiingia nampokea na hug, sweetie, pole na kazi, umechelewa wapi? Tulikuwa tunashangaa, tunasikia ndoa za jinsia moja, inakuaje? Baadaye tunaona kwenye mitandao harusi zinafungwa mwanamume kwa mwanamume. Je, mpaka hapo unataka uniambie ndoa haijashambuliwa? Ndoa hazijashambuliwa, zimeshambuliwa. Yani umeenda umechagua vibaya, hujachagua vibaya. Sisi ukija kwa wachungaji ukisema hanifai, sisi tunaimba hilo ni chaguo lako. Yani unaondoka naye hivyo. Amina watu wa Mungu. Yani sisi tunajua kabisa kwamba hakuna talaka, hakuna kuachana. Anatembea anajigoa, pole, umeumia sweetie. Anasema sija, pole. Kama umeumia nikanunue plaster nikuweke. Kipindi cha kwanza, hatua ya kwanza ni tamu, ni nzuri. Ukikohoa unaulizwa, vipi kikohozi? Kimezidi nikupeleke kwa daktari. Njoo tufundishe pamoja mara moja. Akasema haleluya. Yani mchungaji Neema, Mungu akubariki, umejua kulea. Yani kanisa sasa anasema yani mtoto ni mtamu, ni mzuri. Watu si alisema hivyo. Kuna kirusi kikubwa ambacho kimeingia, kinaishambulia taasisi ya ndoa isivyo kawaida. Wewe mwanandoa ama mwanafamilia ambapo umetulia, umelala, ibilisi kila siku anabuni mbinu mpya ya kuona kwamba anaangamiza familia. Lakini sikia nikuambie, mazingira yoyote tunayokutana nayo kwenye maisha, yawe ya ndoa ama ya familia, hayo mazingira ijapokuwa yatatushtua, lakini hakikisha unasimama imara, yasibadilishe imani yako. Haya, tunaendelea na semina yetu ambayo ina kichwa cha somo kinachosema ndoa ya Kikristo yenye afya njema. Ndoa ya Kikristo yenye afya njema. Andiko tutakaloondoka nalo jioni ya leo ni Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 1 mpaka wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini andika Mwanzo sura ya 2, andiko lingine Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 18 mpaka wa 20. Naona tuishie tu pale. Sasa wakati huu niombe kama kuna mtu amepata ile Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, naomba utusomee sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, kile kifungu cha mwanzo tu. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Point hiyo. Unaweza ukashangaa andiko letu limeanza kwamba mtu askofu, linaongelea kwa habari ya viongozi, linaongelea kwa habari ya askofu. Kwa nini? Nataka niongelee ya kwamba mtu yoyote akishaokoka, kabla hajafikia uaskofu, kabla hajafikia uangalizi, kabla hajafikia kuwa mchungaji, kabla hajafikia kuwa mzee wa kanisa,
anaanza kuwa mshirika, ndiyo anafikia ngazi ya kuwa askofu. Kwa hiyo hapa ninaamini ya kwamba ninaongea na viongozi. Sema amina. Naongea na viongozi kwa maana ya kwamba pia ni viongozi kwenye familia zetu. Hata kama hujaoa ama hujaolewa, lakini wewe ni kiongozi mahali popote ulipo, wewe ni kiongozi. Sasa kama kiongozi hauwezi kujiongoza mwenyewe, hauwezi kusimamia mambo yako mwenyewe, utawezaje kuongoza na wengine? Kama ni binti uko mahali hapa, hauwezi kujisimamia wewe. Kama ni kijana, hauwezi kujisimamia wewe. Ina maana hata kwenye ndoa yako hauwezi kujisimamia. Kuna mahali niliongea nikasema tuna matatizo kwa mabinti na vijana. Mabinti anaweza kuwa ni msichana wa kazi ndani ya familia. Yule binti anaanza kuongea madhaifu ya ile ndoa ambayo anafanya kazi kwenye ile ndoa. Nafanya kazi kwa mtu fulani, lakini mama fulani na mama fulani, yani wale wazazi, yani ndoa yao, mimi kwangu sitafanya vile, kwangu mimi nitafanya hivi. Sikia nikwambie binti uliyepo mahali hapa, kama unafanya kwa mtu alafu unaenda kuisema ile ndoa vibaya, huielewi, na ukasema kwangu nitaenda kufanya hivi, kama pale ulipo hujaanza kufanya, hata ukifika kwako hutafanya. Yani mimi kwangu, yani kwangu mimi ndoa yangu, yani sio kama ya huyu mama, yani nitafanya hivi, nitapita hapa, nitaingia hapa. Sikia nikuambie, jinsi unavyoendelea kuishi ndivyo hivyo mkondo unavyofuata. Kama unataka uwe na ndoa nzuri, kama unataka uwe na maisha mazuri, lazima pale ulipo uanzie kwenda kwa utaratibu mzuri na kwa mfano mzuri. Kwa hiyo tunaongea hivyo kwa sababu tunajua ya kwamba sisi ni viongozi katika maeneo yetu. Wapendwa, kuna kirusi hatari sana kwa sasa hivi ambacho kimeingia na kuishambulia taasisi ya ndoa. Kuna kirusi kikubwa ambacho kimeingia kinaishambulia taasisi ya ndoa isivyo kawaida. Wewe mwanandoa ama mwanafamilia ambapo umetulia umelala, ibilisi kila siku anabuni mbinu mpya ya kuona kwamba anaangamiza familia. Kwa sababu anajua familia ikisimama na kanisa limesimama. Anajua familia ikisimama kanisa limesimama. Ugonjwa huu tunaousema tulikuwa tunasikia kwa mataifa ya nje. Kwa mataifa ya nje tulikuwa tunasikia ndoa za mkataba. Tulikuwa tunashangaa, kuna ndoa za mkataba. Tunasikia kuna mtumishi fulani ama kuna mahali fulani wameachana na mke wake huko Marekani. Nasema Wakristo kuna kuachana, kwa sababu toka tumejengwa kwenye misingi ya ndoa ambazo kwamba Mkristo akiolewa imekwenda. Yani umeenda umechagua vibaya, hujachagua vibaya. Sisi ukija kwa wachungaji ukisema hanifai, sisi tunaimba hilo ni chaguo lako. Yani unaondoka naye hivyo hivyo. Amina watu wa Mungu. Yani sisi tunajua kabisa kwamba hakuna talaka, hakuna kuachana. Lakini sasa hivi hayo mambo yapo hayapo? Yapo hayapo? Yapo. Ndoa haijaingiliwa, ndoa haijavamiwa, imevamiwa, na imevamiwa katika maeneo mengi. Yani kila ukiziba mwanya huu, ibilisi anakuja anatoboa, anaingia mwanya mwingine. Ukiziba mwanya huu, anatoboa, anaingia. Ndio maana tunasema ndoa yenye afya, ndoa ya Kikristo, lazima hiyo familia waombe pamoja, wasome neno pamoja, wamtafute Mungu pamoja. Haleluya, haleluya. Lakini mambo yamekuwa mengi. Tulikuwa tunashangaa, tunasikia ndoa za jinsia moja. Inakuaje? Baadaye tunaona kwenye mitandao harusi zinafungwa mwanamume kwa mwanamume. Je, mpaka hapo unataka uniambie ndoa haijashambuliwa? Ndoa hazijashambuliwa, zimeshambuliwa. Zimeshambuliwa. Kuna vitu vingi ambavyo ni artificial vinaendelea kwenye dunia. Hivyo vinakupa kujua tu kwamba ndoa haiko salama. Ndoa hazina afya.
ni taasisi ya kipekee sana, ya kuheshimiwa sana. Na hii taasisi Mungu mtakatifu mwenyewe ndiye aliyeanzisha pale Edeni. Tunapoongelea habari ya ndoa yenye afya, muasisi wa hiyo ndoa ni Mungu mwenyewe. Na hili wazo halikutolewa na Adamu wala na Eva. Aliyetoa wazo hili ama aliyeanzisha wazo hili ni Mungu mwenyewe. Wao wakina Adamu na Eva walipowekwa pale, wao walijua tu kwamba wanailinda nini? Bustani. Yaani walijua tu hivyo. Hawakujua kwamba kuna kingine kinachoendelea. Kwa hiyo ni wazo ambalo halikutoka kwa mwanadamu. Lakini utaona dunia ya leo tulionayo, watu wanaishika ndoa mkononi kana kwamba wao ndio waanzilishi. Na sisi pia tulioko ndani ya makanisa tumefika hatua na sisi tumetekwa. Sasa hivi mtu anakuta familia yake ina matatizo, ina shida. Kitu cha kwanza anachokimbilia sio magoti, anakimbilia kwa mwanasaikolojia. Anaenda kwa mwanasaikolojia. Eti akapata ushauri kwa mwanasaikolojia. Ukiuliza ni mtu aliyeokoka huyo. Anashindwa kurudi kwa mwenye taasisi. Akichoka anaenda kukimbilia. Anaenda kwa mwanaharakati. Anapanga mstari. Anaenda kwa mwanaharakati ashauriwe kwa ajili ya ndoa. Sikia nikuambie, tunaye baba yetu mwanzilishi wa taasisi. Una mahali umekwama, una mahali huelewi, lazima urudi kwa mwenye taasisi aliyeanzisha taasisi. Wakati mwingine huyo tunayemkimbilia na yeye ana shida lukuki. Yaani na yeye hafai, lakini tunakimbilia pale. Sikia nikuambie, sisi hatujaandikiwa tukimbie kwa wanasaikolojia wala kwa wanaharakati wala kwa wakina motivation speaker. Hawa motivation speakers tunawakimbilia, tunaenda huko wanatusisimua, tunasisimka. Tukimaliza kusisimka hakuna badiliko lolote. Wapendwa, natangaza jioni ya leo, badiliko la kweli linatoka kwa Mungu tu peke yake aliye hai. Sema amina watu wa Mungu. Sema amina watu wa Mungu. Amina. Ndoa ya Kikristo yenye afya njema. Ndoa ya kibiblia ni agano takatifu kati ya mwanamke na mwanamume. Ni ndoa ya kibiblia, maana yake ni ndoa takatifu kati ya mwanamke na mwanamume. Na hapa tunasisitiza kwa herufi kubwa kwa ajili ya madudu yaliyoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ni jinsia mbili tofauti kati ya mwanamke na mwanamume. Na agano hilo la ndoa linasimamiwa na Mungu mwenyewe kati ya hao watu wawili. Anapokuwa mwanamume kule na mwanamke huku, anayesimama katikati ya lile agano ni Mungu mwenyewe. Na anatangaza, anasema hivi, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Agano hili hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kulitenganisha isipokuwa Mungu mwenyewe. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Lakini sasa kwa nini tulete fundisho hili la ndoa lenye afya? Kwa nini tulete fundisho hili kwa ajili ya ndoa ya Kikristo yenye afya njema? Ndoa nyingi za Kikristo zimekosa sifa ama zimekosa taswira ile ya Kristo. Hazijaakisi sura ya Kristo. Ndoa nyingi za Kikristo sasa hivi zimekosa sura ile ya Kikristo, hazina taswira, hazina picha ile ya Kristo. Lakini Mungu alipoanzisha ndoa, alitamani akiangalia ndoa ya mchungaji Neema imfananie Kristo, ilifananie kanisa. Lakini leo tumepoteza hiyo taswira, kwa sababu kuna vitu vinaendelea ndani ya ndoa zetu ambavyo havikutakiwa kutajwa wala havikutakiwa kusikika. Lakini jambo la pili, kwa nini tuna semina ya ndoa ya Kikristo yenye afya njema?
Kwa nini? Ndoa nyingi za Wakristo zimepoteza kusudi la Mungu. Ndoa nyingi za Wakristo zimepoteza kusudi la Mungu, na tunatembea kwenye ndoa na makusudi yetu tunayoyataka sisi wenyewe, sio yale makusudi ya Mungu. Na ndio maana tuna kizazi ambacho hakiwezi kustahimili magumu wanayokutana nayo, kwa sababu wanatafuta makusudi yao wenyewe, sio yale makusudi ya Mungu. Mimi Mungu anaponiunganisha na mwenzangu ama anaponipa mwenza, Biblia inasema atakupa wa kufanana naye. Atakupa wa kufanana naye. Ina maana kwa vyovyote kuna vitu ambavyo vitakuwa na upungufu kwake, anayetakiwa kukamilisha ni mimi. Sikia nikwambie, nilivyochumbiwa na mume wangu, alivyonioa tulivyokuwa wachumba, sikuwa mchungaji wala sijawahi kuwaza hata siku moja kwamba nitakuwa mchungaji. Lakini kwenye maombi yangu nilimlilia Mungu, nikamwambia Mungu, naona ndani yangu kuna kitu, nataka unipe mume wa kufanana naye, atakayesimamia kile ninachosikia ndani. Kwa hiyo wengi hawasimamii kusudi la Mungu, wanasimamia matakwa yao. Na ndipo unapoona sasa ndoa zinapuyanga, zinatembea ovyo, kwa sababu watu wanatafuta mapenzi yao na makusudi yao sio ya Mungu. Wakati mwingine naweza nikaunganishwa na mtu huyu, nikaunganishwa naye, lakini kumbe ameletwa kwa kusudi la kunilea mimi. Kuna kitu ndani yangu, Mungu ameona kwamba huyu ndiye atakayelea kile kitu mpaka nifikie hatua fulani, na mimi namlea na yeye afikie hatua fulani. Lakini si ajabu nashangaa mtu wanaoana, mabinti zetu, kaka zetu wanaoana, unashangaa mtu alikuwa na huduma kubwa, baada ya kumaliza kufunga ndoa huduma hamna. Alo, nyie kama hapa hamna, kule wapo. Yani wakishaoa alikuwa na kesha, alikuwa naomba, alikuwa mwinjilisti wa nguvu, unaona zile huduma zote zimekwisha. Sasa unauliza, wote wako kanisani, ni mdudu gani aliyetafuna mpaka huduma haipo? Kutotambua kusudi la Mungu la kuunganishwa na huyo ambaye amekuunganisha naye. Na ndio maana hatukurupuki kwamba eti kwa sababu muda umekwenda, mabinti, kwa sababu muda umekwenda ngoja niende. Nilimsikia binti mmoja anaongea, anasema yuko kanisani, anasema ngoja niende, nikiona mambo yamenishinda naondoka. Sikia nikwambie binti na kijana uliyeko mahali hapa, unakosea sana. Hatuna ndoa za kujaribisha. Wakristo hatujaribishi, ukiingia umeingia. Wakasema amina. Wakasema amina. Usiende kujaribisha. Usiende kufanya nini? Kujaribisha. Ukiingia umefanya nini? Umeingia. Sisi hatujaribishi. Kwa hiyo utaona kwamba wengi tumepoteza kusudi la Mungu. Lakini jambo la tatu, ndoa yenye afya inadumu, haina migawanyiko. Ndoa yenye afya inadumu, haina migawanyiko. Chanzo cha watoto wa mitaani, chokoraa, watoto kubakwa ni ndoa zisizo na afya njema. Ni matokeo ya ndoa zisizokuwa na afya njema. Sasa naomba niingie kwenye hatua fulani hivi, ambayo hiyo hatua itakusaidia wewe, itanisaidia mimi, itamsaidia kila mtu aliyeko mahali hapa. Kuna mahali huwa tunatetereka sana pasipo kujua, na tumechangia uharibifu mkubwa. Hata wewe yawezekana umechangia uharibifu mkubwa, hata mimi nilikuwa nichangia uharibifu mkubwa kwenye ndoa za watoto wangu. Andika hatua 4 za ndoa. Twende kwenye hatua 4 za ndoa. Hatua 4 za ndoa. Hatua ya kwanza ya wanandoa ni pale wanandoa wanapoanza kuoana. Wanapoanza kuoana. Wanandoa kipindi kile wanapokuanza kuoana, utaona hata majina yao yanabadilika. Kama mke anaitwa Grace, hawezi tena kumuita Grace, anaita Sweetie, anaitwa Apple, yani
Yaani inategemea wewe huyo mpenzi wako utamuita nani. Amina. Amina. Halafu mkitembea mnashikana mikono. Mkitembea mnashikana mikono. Juzi kuna vijana wangu walifunga ndoa. Wakaja kutoa sadaka ya shukrani. Kijana akasimama. Haleluya! Tuambia amen. Haleluya! Naomba njoo tufundishe pamoja mara moja. Akasema haleluya. Yaani mchungaji Neema, Mungu akubariki. Umejua kulea. Yaani kanisa sasa anasema yaani mtoto ni mtamu, ni mzuri. Watu si alisema hivyo. Basi tukacheka akasema mtamu, mzuri. Kipindi ambacho mnakaa pamoja, mnakula, mnatoleana miba ya samaki. Penzi, yani mke hali anachomoa minofu anampa mwanamume, anamwambia mpenzi kula. Chakula kikiiva, hali hata kama nje inamuuma vipi, saa 6 anamsubiri arudi bwana mkubwa, wale chakula pamoja. Akiingia nampokea na hug. Sweetie, pole na kazi, umechelewa wapi? Yaani nakwambia usihofu, nipo tu. Anatembea anajigoa, pole. Umeumia sweetie? Anasema sija. Pole. Kama umeumia nikanunue plasta nikuweke. Kipindi cha kwanza, hatua ya kwanza. Ni tamu, ni nzuri. Ukikohoa unaulizwa, vipi kikohozi? Kimezidi nikupeleke kwa daktari. Halo? Kwani si mlipita? Hata nyie mlipita, hata mimi nilipita. Kipindi hicho tuko bafuni tunaoga pamoja. Siogi mpaka aje. Yaani wote huko nakwambia tunasaidiana kazi. Kama ni upishi hapo jikoni, tunasaidiana kukatakata vitunguu. Kama ni nguo zile ambazo mnazifahamu, hivyo tunasaidiana kuweka vizuri, tunaweka vizuri, tunasaidiana. Hakuna tatizo. Amina, watu wa Mungu. Hiyo ni hatua ya ngapi? Na hatua hii tunatembea na ile Mithali 18 mstari wa 22 ya kwamba mtu apataye mke apata kitu chema. Yaani ndio unatembea nayo. Ukifika kwa mchungaji unamshuhudia, nimepata kitu chema. Tumetembea hapo, tutatembea hapo. Halafu sasa tunakuja hatua ya pili. Andika hatua ya pili. Andika hatua ya pili. Andika hatua ya pili. Hatua hii ya pili tunakiita kipindi cha mpito. Tunakiita kipindi cha mpito. Hii hatua ya pili sasa, mama, hili somo litakusaidia wewe ambaye uko mahali hapa. Hata kama utakuwa na binti yako utamuozesha. Mimi hii hatua ya pili nilitaka niharibu kabisa. Nilitaka niharibu kabisa. Hii hatua ya pili hii hatua hii kwa kizungu tunaita culture shock. Culture shock. Culture shock maana yake ni hali ya mshituko. Yaani ni kipindi cha mshituko au kuchanganyikiwa. Kipindi cha pili ni cha mshituko, ni cha kuchanganyikiwa, mambo huelewi. Lakini unapoingia katika mazingira, yani ni kipindi cha kuchanganyikiwa unapoingia kwenye yale mazingira mapya. Unaingia kwenye mazingira mapya, kuna utamaduni mpya, kuna vitu tofauti, vyakula tofauti utakutana navyo. Nichukue Mchaga aliyeolewa na mtu wa Iringa. Lazima hapo kutakuwa na kautofauti wa nini? Wa chakula. Si ndio Mchaga yeye anataka kupika ndizi. Mtu wa Iringa anataka nini?
Mama mchungaji anasema kambu. Sawa sawa, watani zetu hao. Sasa kile kipindi, ile hatua ya kwanza ile hatua ya kwanza ile hata kama hauli kambwa unakala tu, kwa sababu sweet apple sweet asikasirike, unakala. Hatua ya pili, jicho limekutoka, mnapeana makavu mbashara, sili mbwa mtapika ndizi. Mmesomana, mmejuana. Yani mmeshasomana, yani amini hamjajuana bado. Yani mmeanza sasa ule ubandia wa sweet kapeti, sili mpaka ule vinaanza kutoweka hapo hatua ya pili. Yani vinaanza kutoweka. Mnakimbia, mnatembea, ukijigonga akwambia kwani huoni? Huna macho? Ile tena sweet pole, umeumia? Hamna, huna macho, unatembeaje? Yani hivyo. Kama mtoto binti ndio amelelewa na bibi analia. Mimi watoto wangu nawaambia nipeni wajukuu zangu, wanasema sisi hatutaki wale watoto zetu, ndio tutawalea kibibi. Unajua hata si wachungaji tunapoingia kwenye ndoa, tukikutana na ndoa zina shida, tunaelewa haya, wanandoa wanakuja hapo, tunawakansel, wanaongea. Yani ukimsikiliza tu unajua huyu mtoto wa mwisho. Yani anavyoongea tunajua mtoto wa mwisho. Yani kinachomsumbua mtoto wa mwisho. Huyu anavyoongea unajua huyu mtoto huyu amelelewa na baba peke yake, amepata malezi ya baba peke yake. Kwa hiyo hata unapooa na kuolewa na mtu aliyepata malezi peke ya tofauti, ya baba mmoja, ya mama mmoja, ya bibi, ya familia nzima, pia na tabia zinatofautiana. Kwa hiyo usipojua, sasa ndio tunawasaidia sasa. Bwana huyu amelelewa na baba tu, kwa hiyo hata mambo yake ya kidume dume, yani ya kushindana yani hivyo. Kwa hiyo utakuta hata ndani kunakuwa na misuguano kwa sababu ya yale malezi aliyoyapata. Sasa inabidi tukae na huyu baba tumsaidie ili aelewe kwamba huyu mtu amelelewa na bibi, huyu mtu amelelewa na malezi ya upande mmoja, kwa hiyo ameathirika kiasi fulani. Sasa hii hatua ya pili, kama amelelewa na baba ile kibabe ile kibabe, ndio hapo anaonyesha ubabe wake. Kama ameolewa na bibi, analia usiku na mchana. Mama mwenzangu, mimi nimeongea tu hivi tu, naona analia. Sasa mimi amechanganyikiwa ule kijana. Kipindi cha mpito, kacha shock, ndio kile kipindi ambacho mtoto anapiga simu, mama kaniambia hivi. Mama usipokuwa na hekima, ndio hapo ambapo unavunja. Kwangu unakula, rudi kwa huyo mwanamume. Yani usipojua wewe mzazi uliyeko mahali hapa, ni kibindi kigumu, kwa sababu atakayo kuhadithia, atakayo kuambia na wewe hujawahi kuyaona, ile kacha shock na wewe inakushika mzazi. Unaumia kama mzazi. Kwa nini mtoto wangu unalia? Kwa nini hivyo? Hapana. Yani na unaona kwamba hapa hakuna maisha, hapa hakuna ndoa. Aisee, ni kipindi cha mpito. Pale wanaendelea sasa kufanya nini? Mioto inaendelea kugongana, mawe yanagongana, cheche zinatoka. Yani hakuna ubandia tena. Kila mtu anaishi kama alivyo. Jeuri pale ndio ni jeuri, mpole ndio mpole, mwenye huruma ndio mwenye huruma. Kama mtu ana matusi ndani ya chini, matusi ya kujifichia humo ndani, ndio anayatoa hapo. Na wengine wanadiriki, vijana mlioko mahali hapa, mkifika kwenye hicho kipindi mnaanza kututukana, umechukua akili ya mama yako. Wewe mnaweza mkasema maneno ninayoongea kwamba labda ni ya watu wa nje. Sio watu wa nje, ni ya kwetu, yanatuhusu. Ni ya kwetu, yanatuhusu. Mimi sijamfundisha huyo mtoto awe hivyo. Hiyo ni hatua ya mpito. Halo, ielewe ni hatua ya nini? Ya mpito. Kuna kushtukiziana, kuna kuhamaki kwamba kumbe yuko hivi, sikujua. Kumbe akikasirika, maana ile miezi yote ya mwanzoni hujawahi kumuona akikasirika. Sasa siku ukimwona akikasirika, siku ukimwona analia, unachanganyikiwa, unatamani kukimbia kwa sababu hujazoea. Umesahau kwamba ile kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha ubandia. Halo,
Jamani, tuko pamoja? Sasa mzazi ukisikia unasema, mwanangu naomba uondoke, mwanangu naomba uondoke, urudi huko. Mitazamo hii ya kutofautiana tunaiona hata Danieli alipokutana nayo katika nchi ya Babeli. Danieli alikutana na culture shock. Alikuta vyakula vya ajabu ajabu, alikuta utamaduni wa ajabu ajabu. Lakini sikia nikuambie, mazingira yoyote tunayokutana nayo kwenye maisha, yawe ya ndoa ama ya familia, hayo mazingira ijapokuwa yatatushtua, lakini hakikisha unasimama imara, yasibadilishe imani yako. Mazingira yoyote, mazingira yako yasibadilishe imani yako na kuvunja ndoa yako ama agano lako. Simama imara, jua ni kipindi cha mpito. Ni mtoto amekuambia, mtie moyo, mwambie ni kipindi cha mpito. Mimi nilifika hatua, kuna wakati nilikuwa nachanganyikiwa. Leo ananiambia mama kuna hili, mama kuna lile, mama kuna... Ninasema mtoto wangu, watoto wangu mimi nimewalea madhabahuni, wamekulia madhabahuni, yani toka utoto wao mpaka wameolewa, hawajui dunia ilivyo. Huyu kwa nini mume wangu ananiambia naomba mama tulia, utaharibu. Kumbe ilikuwa ni kipindi cha nini? Cha mpito. Kwa hiyo usipojua unaweza ukaharibu mambo vibaya mno. Jua kipindi cha mpito, mradi yasizidi yale matatizo ya kuuana ambayo yako kwenye dunia hii. Yakifika mambo ya kuuana ni kitu kingine. Inategemea hilo tatizo ni tatizo la aina gani. Lakini kuna matatizo ambayo unaelewa kabisa, ukishapata elimu kama hii, unajua hiki ni kipindi cha mpito. Sasa wengi wameharibu familia za watoto wao kwa kutokujua kwamba ni kipindi cha nini? Cha mpito. Twende hatua ya tatu. Hatua ya tatu, hapa wanandoa wameshajuana. Yani wamepimana, kila mmoja anajua udhaifu wake uko wapi, ubora wake uko wapi, unyonge wake uko wapi. Na hiki sasa ndio kile kipindi anasema huyo hanibabaishi wala hanisumbui, muache alie, akimaliza atanyamaza. Yani ni kile tukishasikia huyo hanibabaishi, tayari hapo wameshajuana. Na hiki kipindi cha kujuana, madhaifu yako wapi na nguvu iko wapi, na upendo wa dhati sawa na Wakorinto wa kwanza sura ya 13 unakuwepo. Yani hata kama mtakorofishana, lakini ule upendo unawaleta pamoja. Inakuja ile lugha ya kwamba upendo hauhesabu mabaya. Kwa hiyo amekufanyia jambo lisilo, lakini unasahau na unasamehe na mnaendelea na maisha. Mna uwezo wa kuchukuliana, mna uwezo wa kubebana, mna uwezo wa kuombeana. Tofauti zipo, ila mnazimaliza wenyewe kwa ushindi na kwa kuelewana. Hapo tena hakuna mtu wa pili kuingilia kati yenu. Ni nyie wenyewe. Mnakwaruzana wenyewe, mnakaa wenyewe, mnamaliza wenyewe, mambo yanaendelea. Naomba nimalize na hatua ya 4. Hatua ya 4. Hatua ya 4 ni kipindi ambacho ni cha uzee, kipindi cha utu uzima. Hiki kipindi ni kipindi ambacho ni cha utulivu zaidi kwa wanafamilia hawa. Hawa watu wanakuwa kama watoto, na wakati mwingine kwa sababu watoto wameolewa, wamebaki wenyewe kwenye nyumba, inafika sasa hatua watoto wakiwatembelea wanaanza kushtakiana. Yani baba yenu jamani, yani huyu ile hela uliyompa hajanipa.
Yani wanaanza kushika. Baba naye anasema mama yenu huyu nilimpa huyu. Yani ni yule wakati sasa hata akipewa hela na mtoto, yani wanapewa hela na mtoto, anachukua pochi lake, anaficha hapo, anaficha hela yake, anachukua, anamwangalia mume. Baba yenu yeye akiniona kwamba hapa nina hela, hata baba naye akichukua, naye baba naye anachukua, anaficha. Yani kuna hali fulani ya utoto, na ni kipindi kile sasa ambacho watoto nao wanafurahia yale mazingira. Wanapoangalia vile wanacheka, wanafurahia. Anasema basi mama na wewe bwana, basi haya sasa, hebu tulieni sasa, tulieni sasa, nawapa wewe, nitakupa ya kwako na wewe nitakupa ya kwako. Kwa afadhali, manake ukimpa huyo hanipi, ndio anatoa haya, wewe baba ya kwako na wewe mama ya kwako. Ndicho kipindi hicho. Na hiki kipindi ni kipindi ambacho sasa watoto wanajifunza kutoka kwenu zaidi. Yani wanajifunza kutoka kwenu zaidi. Kipindi hiki ni kipindi ambacho sasa mnayafurahia yale matunda ya malezi mliolea watoto wenu. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Sikatai tuna vita. Unaweza ukamlea mtoto vizuri lakini bado akaenda ndivyo sivyo. Hiyo ni habari nyingine. Ni vita nyingine ya kifamilia. Lakini mtoto umleavyo, sasa yale matunda anayafaidi, yale matunda yani unayafurahia yale matunda ya watoto. Na kama ni mama sasa, anaanza kutembea, mara leo kaenda kwa mtoto huyu, mara leo kapita kwa mtoto huyu, mara leo kapita kwa mtoto huyu. Ni furaha, watoto wanafurahia. Haya maisha tumeyaona kwa mzee Yakobo. Haya maisha tumeona kwa mzee Yakobo katika Mwanzo sura ya 45. Mwanzo sura ya 45 mpaka ile sura ya 47. Tunaona pale ni habari za Yakobo na watoto wake. Yakobo alifaidi matunda ya Yusufu. Yakobo alifaidi matunda ya watoto wao. Ukiona pale utapenda jinsi watoto walivyomzingira na jinsi ambavyo Yusufu alimkirimu baba yake katika ile nchi ya ugeni, kwa sababu ya malezi mazuri. Japokuwa na kurupushani ambazo amezipata, japokuwa na kurupushani ambazo Yusufu amezipata, lakini bado alifanyika baraka kwa wazazi wake. Nimemaliza hizo pointi 4. Katika hizo pointi 4 ambazo tumeongea, kuna mwenye swali? Naomba maiki.